na utukufu na sifa naleta kwako, heshima na utukufu wote Baba, nazo sifa naleta kwako, heshima, heshima Baba yangu na utukufu na sifa zote, heshima na utukufu wote Baba yangu, nazo sifa naleta kwako, heshima, heshima Baba yetu na utukufu na sifa zote, heshima, heshima zote, kama yangu alivosika na makangori makonti na utukufu twaleta kwako, twaleta sifa, heshima Baba yetu na utukufu na sifa zote, naleta heshima zote, heshima Baba yangu na utukufu, sema tena, heshima na utukufu nazo sifa naleta kwako, heshima na utukufu wote Baba, nazo sifa naleta kwako, heshima, heshima na utukufu Baba yangu, pokea heshima zote. Thank you Lord. Sifa naleta kwako, we worship you Lord, give you praise and glory. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name, bless his holy name. Heshima zote na utukufu ni zako, mtakatifu wa watakatifu. Lord, you are my Lord, you are my fortress, you are my salvation, you are my refuge. Utukufu na heshima zikurudia. Thank you Jesus. Mtakatifu na Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunakubariki na pia tunakutukuza. Asante maana umetuamsha vema. Tunakushukuru kwa uhai, tunakushukuru kwa uzima, tunakushukuru kwa sababu Kristo aliye ndani yetu ndiye tumaini la utukufu. Tunakushukuru kwa mawazo mazuri ulionayo juu yetu na kwa kila mtazamaji na msikilizaji. Na Baba, ni asante kwa mawazo ulionao mazuri
mawazo mazuri juu ya taifa letu la Kenya. Tunakushukuru maana unatuwazia mafanikio katika maisha haya na kutupatia mwisho uliojaa tumaini. Na Baba, ni asante maana mawazo ulionayo kuja kwetu, mipango ulionayo kuja kwetu haiwezi kamwe kuondolewa. Maana ile kazi nzuri ambayo umeanza, wewe ndiye Mungu utakayekamilisha. Asubuhi ya leo twaleta sifa, twaleta shukrani na ibada kwako, kwa maana wewe peke yake ndiye mtakatifu, uliyetukuka, unayekaa mahali pa juu sana. Heshima na utukufu zikurudie. Asante Mungu wetu kwa sababu umekuwa mwema kwetu na familia zako ni za milele. We give you praise and we thank you this morning. Thank you because of this service. Thank you because of your word. Thank you because of your wisdom. Thank you because of your revelation. Thank you because of your understanding. Thank you, oh God, because of our Lord and Savior Jesus Christ. We bless you because if you never spared your Son, but you gave him up unto us all, how much more shall you not give us everything, along with your Son Jesus Christ? This morning, Father, you have blessed us with all spiritual blessings in the spiritual realm, even in Christ Jesus. And we want to thank you because of the manifestation of your blessings upon our lives today, of your blessings upon our listeners today, of your blessings upon our nation Kenya today. Father, receive all the praise and the glory this morning, even as we continue. In Jesus' precious name, we pray and we believe. Amen and amen. So mahali popote unaponisikiliza na kunitazama asubuhi ya leo, ninakukaribisha tena katika ibada hii ya asubuhi ya leo. Tunakuja kwako kutoka kwa kanisa hili la God of All Grace Worship Center hapa Nakuru katika mji wa Kapchembwa. Majina yangu ni Bishop George Anthony Mwene. Ninakukaribisha kabisa kwenye runinga yako na pia kwenye ibada hii ya asubuhi ya leo. Jisikie ya kwamba uko mahali pasawa na Mungu wa mbinguni apate kukubariki. Kabla tuendelea, tutamsifu Mungu kwa wimbo moja, ila baadaye tukaweze kusikia neno la Bwana na Mungu wetu apewe utukufu. In Jesus name. Bwana, 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 ninakupenda. Asante sana Bwana, Mwokozi wangu. Bwana, 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 Bwana,
wangu nakupenda sana. Nisaidie Baba. Bwana wangu nakupenda sana. Nisaidie naomba nisaidie Baba. Nisaidie tena. Naomba nisaidie Baba yangu. Nisaidie. Naomba nisaidie Mwokozi wangu. Naomba nisaidie Baba. Nisaidie Bwana. Shangwe na vigelegele. Give him praise and worship and give him thanks and glory. Lord, we give you thanks and praise. We worship and we honor you, Lord. Thank you because of such a morning. And thank you, Lord, because of such a day that you have given unto us in Jesus' name. Loving Father, we want to thank you because the moment has come for us to be able to hear your word. I want to thank you because your word is a light. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our ways. And we want to thank you because today, Lord, you are enlightening us. Lord, you are helping us to understand. Open the eyes of our understanding that, Lord, we may be able to know Jesus better. We love you and we worship you for this moment. In Jesus' precious name we pray. Amen. Makofi mazuri kwa Yesu. Thank you, praise and worship. Before I share the word of God this morning, I want to welcome Anyango Praise for one number. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh. Yes. Yahweh. Come and do whatever you can do.
Yahweh, we call him Yahweh. Come and do what only you can do. Wherever you are, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the name of the Lord in Christ. Hallelujah. We give you thanks and praise in the name of Jesus. Tunaishi katika nyakati ambazo kuna habari mbaya kila mahali. Tunaishi nyakati ambazo mioyo ya watu wengi imesononeka na kuhuzunika. Tunaishi katika nyakati ambazo mwanadamu anatafuta tumaini la kuishi. Nina habari njema kuja kwako asubuhi ya leo. Na habari njema ni hii. Kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba jangwani, wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanapitia tabu na dhiki na kifo, vivyo hivyo mwana wa Adamu Yesu Kristo hana budi kuinuliwa, ili kwamba yeyote atakaye muamini awe na uzima, hata uzima wa milele. Nina habari njema ya kwamba kaburi la Yesu Kristo liko wazi. The tomb is empty. Nina habari njema ya kwamba hayuko kaburini, amekwisha fufuka na amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na hilo ndio tumaini la kila Mkristo anayenisikiliza hata na asubuhi ya leo. Ndugu yangu, dada yangu, mahali kokote ulipo umetegea, nataka uchukue nafasi yako na kusikiliza, kwa maana imani itakayokuokoa, imani itakayokubariki, imani itakayokuponya, imani itakayokuweka juu na wala sio chini, hiyo imani ni imani ya Mungu. Na hiyo ni imani inayokuja kwa kusikia na hata kusikia neno la Bwana. Na asubuhi ya leo tumetunukiwa heshima kuweza kuwa hapa na kuweza kusikia neno la Bwana. Na ningelipenda ufungue nami katika Biblia yako kitabu cha Zaburi 105 na mstari wake wa 36, 37 na kisha baadaye 38. Ninasoma maandiko yanasema katika kitabu cha Psalms 105 verse 36. Inasema, the Bible says, he also destroyed all the firstborn in their land, the first of all their strength. Verse 37, he also brought them out with silver and gold, and there was none feeble among his tribes. Egypt was glad when they departed, for the fear of them had fallen upon them. Na Mungu alibariki neno lake. Mahali popote unasikiliza, sema amen. Bwana Yesu na asifiwe sana. Nataka uweze kujua ya kwamba taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu alilitenga kwa ajili yake. Narudia tena, taifa la Israeli ni taifa ambalo Mungu mwenyewe katikati ya mataifa mengi, Mungu aliwatenga kwa ajili yake. Aliwatenga wawe wake, aliwatenga awe Mungu wao, na wao wawe mali ya Mungu. Na taifa hili la Israeli wakati mmoja lilijikuta katika nchi ya Misri, na katika hiyo nchi ya Misri taifa hili lilisononeka. Walipitia shida na dhiki, walipitia mambo magumu. Ilikuwa ni habari mbaya juu ya habari mbaya,
kwa kila Mwisraeli ambaye alikuwa Misri, maana waliteseka chini ya utumwa wa Farao. Waliteseka katikati ya utumwa huo wa Farao kwa miaka zaidi ya 400. Lakini habari njema ni kwamba siku moja Mungu akawa ameshuka kuwashughulikia. Wiki jana nilisema ya kwamba Mungu hahusiki bila kuhusishwa. Na mtu yeyote atakayehitaji msaada, atakayehitaji uponyaji, atakayehitaji kuinuliwa na Mungu, ni lazima amuhusishe Mungu, maana Mungu hahusiki bila kuhusishwa. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Kutoka 3 ya kwamba wakati mmoja wana wa Israeli hawa wakamlilia Mungu katika kusononeka kwao, katika dhiki yao, katika mateso yao, wakamlilia Mungu. Na walipomlilia Mungu, Mungu akamtokea Musa ambaye alikuwa ametengwa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mungu akamtokea Musa jangwani, akamwambia Musa, nimeyaona mateso ya watu wangu walio katika nchi ya Misri. In other words, mpendwa msikilizaji, mahali uko, pamoja na shida na tabu na matatizo unayoyapitia, kuna Mungu ambaye anaona. Pengine jirani yako hawezi kuona, pengine mama yako ama baba yako hawezi kuona, pengine wale wanaokuzunguka hawawezi kuona yale mambo unayoyapitia. Nina habari njema asubuhi ya leo, kuna Mungu anayeona. Mungu akamwambia Musa, nimeona mateso ya walio wangu, mateso ya watu wangu walio katika nchi ya Misri. Jambo la pili, Mungu akamwambia Musa ya kwamba nimesikia kilio chao. Kuna wakati unaweza kulia na watu wasiweze kukusikia. Kuna wakati unaweza kuita na watu wasiweze kukuitika. Kuna wakati unaweza kuita mtu na asiweze kukuitika, maana hata akikuitika yeye mwenyewe anahitaji msaada. Lakini wakati walimlilia Mungu, maandiko yanasema Mungu akamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu. Na jambo la tatu, Mungu akamwambia Musa, nimehusika na nimeshuka maana nimehusika. Nina habari njema Kenya, nina habari njema kwa wewe msikilizaji na mtangazaji, nina habari njema kwa huyo mhubiri aliyo hapo nje, nina habari njema kwa wewe Mkristo, nina habari njema kwa wewe ambaye jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Nina habari njema kwa wale walioitanishwa na Bwana. Maandiko yanasema Mungu ni Mungu anayesikia, Mungu ni Mungu anayeona, na Mungu ni Mungu anayeshuka, na Mungu ni Mungu anayeshughulika. Ninatangaza juu ya maisha yako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, kuna Mungu ambaye ameona, kuna Mungu ambaye amesikia, kuna Mungu ambaye ameshuka, na kuna Mungu ambaye anashughulikia Kenya, anashughulikia ndoa yako, anashughulikia familia yako, anashughulikia kutoka kwako, anashughulikia kurejea kwako. Weka tumaini lako kwa Bwana, weka imani yako kwa Mungu, na ni Mungu peke yake asiyeweza kukuaibisha. Mahali popote ulipo, mpe Yesu makofi mazuri ya utukufu. Jina la Yesu na libarikiwe. Nasema jina la Yesu Kristo na libarikiwe. So wakati Mungu aliyaona mateso, akasikia kilio, akahusika na watu hawa, na huyu Mungu akashuka kupitia kwa Musa. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu, ndiye Mungu tunayemsujudu, ndiye Mungu ninayemuinua. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama yeye. Huyu ndiye Mungu ambaye matendo yake yanashangaza. Ninaongea juu ya maisha yako, kuna Mungu ambaye matendo yake yanashangaza. Kuna miungu wengine lakini sio Mungu. Kuna Mungu mmoja
aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakutangazia siku ya leo ya kwamba yeye anahusika na maisha yako. Katikati ya habari mbaya kuna habari njema, na Mungu wetu ndiye habari njema. Jina la Yesu na libarikiwe. Haleluya. Unaweza kuwa umetishwa na corona, umetishwa na COVID-19, but greater than corona is here. Nasema greater than corona is here. Greater than what you are going through is right here. I say greater than corona is here. Greater than COVID-19 is here. Na huyo ndiye Mungu anahusika. Kenya, usitupilie mbali tumaini lako. Kenya, usitupilie mbali ujasiri wako. Do not throw away your confidence, my brother. Do not throw away your confidence, my sister. For in a short while, kitambo kidogo yeye anakuja. Kitambo kidogo yeye anakuja. Na kile ambacho amezima hakuna awezaye kuosha. Kile ambacho ameondoa hakuna awezaye kurejesha. Kile ambacho amekausha hakuna ambaye anaweza kuamsha. Inatangaza ya kwamba mkuu kuliko corona yuko hapa. Na mahali popote ulipo, mpe Mungu huyu makofi mazuri ya utukufu. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kuenda wewe hatua kwa hatua. Maana usiponielewa hapa, hautanielewa hapo mwisho. Nina habari njema ya kwamba kuna Mungu ambaye amedhihirisha upendo wake kuja kwetu. Hivi kwamba tulipokuwa wenye dhambi, Kristo akafa kwa ajili yetu. Nina habari njema mambo ni hapo. Nina habari njema kaka uliye mahali pale. Mambo yameenda kombo, biashara imeenda kombo, mambo yakai vizuri, usikate tamaa. Kuna tumaini, na tumaini letu ndio hili. Yule Mungu ambaye hakumzuia mwana wake wa pekee Yesu Kristo, bali akampeana kuja kwetu, atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja na Yesu Kristo. Usisumbuke ndani ya moyo wako. Kuna Mungu aliyesababisha uishi katika siku ya leo. Hata kosa kupatia mavazi, hata kosa kupatia chakula, hata kosa kushughulikia mahitaji ya moyo wako. Kuna habari njema. We are not alone. Even in this we are not alone. Kenya, you are not alone. Somebody shout hallelujah. Hebu nikupeleke kidogo katika yale ambayo nimeandika chini hapa, ambayo Mungu alikuwa ananisaidia kuweza kuelewa. Nataka uelewe ya kwamba majira kama haya ni majira ambayo tunasherehekea, sio majira ya huzuni. Ni majira ambayo tunasherehekea Calvary, tunasherehekea msalaba wa Yesu pale Calvary. Tunasherehekea kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye alikufa ili wewe uweze kuishi. Yeye alikufa ili mimi nipate kuishi. Tunasherehekea pia kufufuka kwa Yesu Kristo, maana kaburi lake halina mtu, alikwisha kufufuka. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa wanahangaika, malaika wawili wakawashukia, wakawauliza hivi, mbona mnamtafuta aliye hai katikati ya waliokufa? Asante, maana Kristo Yesu yu hai. He ever lived to make intercession for us. Kama hakuna anayekuombea, kuna Mungu anayekuombea. Kuna Yesu anayekuombea. Kuna Roho Mtakatifu anayekuombea. Usikate tamaa. Kuna tumaini, na hata tumaini la kuishi ndani ya Yesu Kristo. Mpe Yesu tukufu na sifa wherever you are in Jesus precious name. Hallelujah. Hebu nikupeleke kidogo katika Agano la Kale. Mungu alizungumza na Musa na akamwambia mambo haya matatu ama manne. Akasema, mimi ni Mungu nimeona. Mimi ni Mungu nimehusika. Mimi ni Mungu nimeshuka. Mimi ni Mungu nimesikia. At the end of the day, kuna Mungu anayehusika na kuna Mungu anayeshughulika. Jina la Yesu libarikiwe. Weka imani yako kwake. Maandiko yanasema katika kitabu cha Waebrania 11, pasipo imani
hatuwezi kumpendeza Mungu. Yeyote ajaye kwa Mungu, kwanza kabisa lazima aamini ya kwamba Mungu yuko anayeweza kumsaidia. Mungu yuko anayeweza kumuinua. Mungu yuko anayeweza kumtetea katika hali kama hii. Mungu yuko anayeweza kumlinda katikati ya janga hili la corona. Kuna Mungu ambaye yuko. Halafu anasema ya kwamba Mungu yuko. Lazima uamini ya kwamba Mungu yuko, na kwamba huyu Mungu ni Mungu anayepeana thawabu kwa wale ambao mioyo yao inamtafuta kwa bidii. Usichoke kuita, usichoke kungojea Mungu, usichoke kumshukuru, usichoke kumwabudu, maana Mungu ni Mungu wa suddenly. Mungu ni Mungu wa ghafla. Baada ya miaka zaidi ya 430 wakiwa chini ya utumwa wa Misri, Mungu akawatokea kupitia kwa mtumishi wake Musa. Nami siku ya leo nasimama hapa because of the representation of God here on earth, and I want to speak this word of hope to you. Ya kwamba there is hope in the mighty name of Jesus. Hebu tuangalie vile Mungu alifanya kazi hii kule Misri kabla hatujaingia katika Agano Jipya tuweze kumalizia mahali hapo. Jambo la kwanza nataka uweze kuelewa kwamba majira kama haya ni majira ambayo tunashiriki kile ambacho tunaita the Holy Communion. Kwa majina mengine ni the meza ya Bwana. Huu wakati ambao tunashiriki mwili wa Yesu Kristo, na at the same time tunashiriki damu ya Yesu. Yesu akasema katika Yohana 6, akasema ya kwamba amini amini nawaambia, msipoila nyama yangu na kuinywa damu yangu, nyinyi hamna uzima. Na kwa hiyo ni wajibu wetu na ni wajibu wangu kuleta katika hilo eneo ambalo tunaweza kushiriki meza ya Bwana. Na wewe hapo nyumbani, mahali ulipo, hapo kazini, mahali ulipo, mahali popote umeketi na kunisikiliza, unaweza kushiriki meza ya Bwana pamoja. Lakini kabla haujashiriki the Holy Communion, I want you to understand the power in the Holy Communion. I want you to understand ya kwamba the Holy Communion is a very powerful meal. Can somebody shout amen? The Holy Communion, meza ya Bwana, tunaposhiriki mwili wa Yesu Kristo na tunaposhiriki pia damu ya Yesu Kristo, tunashiriki a very very powerful meal. When God was about to lead his people, Israel, from Egypt into the promised land, the land of destiny, when he was just about to lead them out, it was going to be a journey of many years. Nataka uelewe ya kwamba wakati Mungu alikuwa amejiandaa kuweza kuwatoa wana wa Israeli kule Misri, awapeleke katika ile nchi inayofurika na asali na maziwa, nchi ambayo ni hatima ya Mungu kwa wana wa Israeli. Kabla hajawatoa, ile safari ingechukua miaka mingi ili wakaweza kufika. I want to understand ya kwamba the only wise God, huyu Mungu ambaye ni Mungu peke yake, kitu cha kwanza alifanya, he looked at their state. He considered their state. Ni Mungu ambaye aliwaangalia na akajua hali yao. Aliwaangalia na akajua hali yao. Jambo la kwanza, hawa watu waliokuwa Misri, they were suffering rejection. The reason why Israel suffered in Egypt is because they were suffering rejection under their masters. Chini ya Farao, hawa watu walikataliwa. Hawa watu waliteseka maana walikataliwa. Na nazungumza na wewe uliye mahali hapo siku ya leo. Nazungumza na familia yako. Nazungumza na watoto wako. Na pengine unakaa ni kama umekataliwa.
na kutangazia habari njema ya kwamba hata wakati dunia imekukataa, inakwambia hivi, usijikatae. Mtu akikukataa haujakataliwa, lakini ukikataliwa na watu na kisha baadaye ujikatae, basi umekataliwa. Until you reject yourself, you are not rejected. Am I communicating? Until you come to a place whereby without knowledge uanze kujikataa. Kuna mtu pengine amekukataa and he has walked away from you. Kuna mtu pengine amekukataa and she has walked away from you. Huyu ni mwanadamu aliyekukataa. Ana mawazo yake ya kukataa. Anajua vile ambavyo amekukataa. Lakini usifike mahali kama wewe ni dada, usifike mahali kama wewe ni ndugu na ujikatae. Watu wengi wanaweza kukataa, lakini don't ever reject yourself. Usikubali kujikataa. Hiyo ndio habari njema. Hawa watu walikataliwa Misri. And it is only God who came to break that backbone of rejection. Mtu ambaye amekataliwa haolewi kwa wakati unaokubalika. Mtu ambaye amekataliwa hata akipanga foreni kutafuta kazi, maana akifika tu wakati anataka kuingia ndani wanamwambia watu wametosha. Mtu ambaye amekataliwa ni mtu ambaye ana kila kitu, lakini ukumbuke kwamba she is still suffering. He is still suffering. I pray in the name of Jesus that by the reason of the blood of the covenant, by the reason of the blood of the Lamb, you will not suffer rejection. Jesus came that you may be accepted. Nasema tena, Yesu alikuja tukubaliki. Sisi ambao tulikuwa tumekataliwa, Yesu alikuja ili tukaweze kukubalika. Nataka nikwambie pia asubuhi ya leo ya kwamba mtu yeyote anapokukataa na anaenda zake, huyo mtu kile ambacho angeofa katika maisha yako is just happiness. That man could offer you happiness. That woman can offer you happiness. Those neighbors can just offer you happiness. And if they walk away from you, if they reject you, don't reject yourself, because they are just gone with the happiness. But I want you to know one thing: the joy of the Lord is your strength. Ukibaki na Kristo Yesu, ukibaki na ushirika wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, the joy of the Lord is your strength. Yes, ile furaha ya Bwana ndiyo nguvu zako. They may walk away with their joy. Somebody made you happy by taking you out. Somebody made you happy by bringing some gifts to you. Somebody made you happy by taking you somewhere, but they have come to walk away from you. Don't allow yourself to suffer any rejection, because maandiko yanasema baba yako na mama yako wanaweza kukuacha, lakini Mungu atakuchukua. Yesu atasema, ajaye kwangu sitaweza kumtupa nje. Wakati dunia imetukataa, kuna yule ambaye ametukubali. Yohana 16 mstari wa 33, Yesu akawaambia wanafunzi wake ya kwamba katika hii dunia inaowaacha haitawakubali. Katika hii dunia ninaowaacha kutakuwa na dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu kwa ajili yenu. Somebody shout hallelujah. Never allow yourself to suffer rejection. So God dealt with the issue of rejection. Hebu nikae hapo kidogo. Swala la kukataliwa ndio limefanya watu wengi hawajaoa. Ndio limefanya watu wengi hawajaolewa. Ndio limefanya watu wengi hawasomi. Ndio limefanya watu wengi wamehitimu, lakini kuhitimu kwao hakuna manufaa. Mtu ana makaratasi zote, ana degree zote, lakini she is suffering rejection. Yes, you can suffer rejection before men, but I want to reiterate and say this: never reject yourself. Hallelujah. Never reject yourself. Always hang on to the promises of God. Hang on to the truth. Even while we were yet sinners, Jesus Christ died for us. For God so loved the world that he gave
gave his only begotten son. Alipeana the best. God gave the best for you to be accepted. And I want to say this. In Christ Jesus, we are accepted before God. Nasema hivi, ndani ya Yesu Kristo tumekubalika mbele za Mungu. Hatukubaliki kwa sababu sisi ni wa dini fulani. Hatukubaliki maana sisi ni wa dhehebu fulani. Hatukubaliki maana sisi tumebatizwa. Tunakubalika mbele za Mungu ndani ya Yesu Kristo peke yake. Yesu alikuja kwa walio wake na walio wake wakamkataa, lakini wale wote waliomwamini akawapa nguvu na uwezo, wakafanyika wana wa Mungu. I declare to you wherever you are seated, I declare to you wherever you are standing, ya kwamba you are accepted before God through Jesus Christ. We are the righteousness of God even in Christ Jesus. Hallelujah. Kuna mtu amekupakua, kuna mtu amekukataa, kuna mtu amekupungukia. Usisumbuane na watu. Kaza macho yako kwa Mungu. Na elewa na ujue kile ambacho Mungu anawaza juu ya maisha yako. Mpe Yesu makofi mazuri ya utukufu. Makofi mazuri ya utukufu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Baada ya Mungu kuangalia hali yao, mtazamaji niangalie hapa. Baada ya Mungu kuangalia hali yao, akaelewa hivi, this was not a journey for the sickly. Hii haikuwa safari ya watu wanaogonjeka. Hii haikuwa safari ya watu ambao ni weak. It was not a journey for the weak. Hallelujah. It was not a journey for the rejected. Hii haikuwa safari ya watu waliokataliwa. Hii ni safari ya watu ambaye Mungu amewakubali. Hii ni safari ya watu ambaye Mungu anawashughulikia. Jina la Yesu libarikiwe. So there was no way they could leave the aged people out. There was no way they could leave the children out. There was no way God could leave the sick and the injured out. Am I communicating? Katikati ya watu hawa kulikuwa na wanyonge. Katikati ya watu hawa kulikuwa na watu waliozeeka. Katikati ya watu hawa kulikuwa na watoto. Na katikati ya watu hawa kulikuwa na watu ambao walikuwa wamejeruhiwa. The pregnant women or the nursing mothers could not be left behind. Jina la Yesu libarikiwe. Wale wanawake waliokuwa wajawazito wakati huo, na wale wanawake ambao walikuwa na watoto wachanga wakati huo, hawangeliweza pia kuachwa nyuma. Hizi zilikuwa ni hesabu za Mungu. God was analyzing the status of his people. Nataka nikutangazie hivi Kenya, pamoja na yale tunayopitia, Mungu anajua tuko hapa. Mungu anajua sisi ni mali yake. And God is analyzing what we are going through. Somebody shout hallelujah. Bwana Yesu na apewe sifa. They could not be left behind. The pregnant women, the nursing mothers, all had to go at the same time. Wote walikuwa wanastahili kuenenda kwa wakati mmoja. Jina la Yesu Kristo. Maana kila mtu ambaye angetoka Misri kwenda Kana alikuwa anaenda kwa hatima yake. Na hivyo nirudi nyuma niseme hivi, wakati Mungu alimpatia Musa neno lake, ilikuwa ni wajibu wa Waisraeli kusikia hilo neno. Neno la imani, neno la ushauri, neno la uelekezi. Na mara nyingi Wakristo wengi hawako mahali Mungu anaongea. Na sababu wengine wanapatikana mahali pabaya. Imani ya Mungu inakuja kwa kusikia neno lake na kuendelea kusikia. Jina la Yesu libarikiwe. Hallelujah. So kulikuwa na watu pia, there were people in this group of people of a nation called Israel who are strong, who are healthy. Kulikuwa na watu ambao walikuwa strong na walikuwa very healthy katikati ya wana wa Israeli, and they were looking forward to
the journey, but the sick, the weak, and the feeble did not look forward to the journey. So God was analyzing this all. Jina la Yesu na libarikiwe. No sick person in the right mind would want to embark on such a journey ambayo iko mbele yake. Safari ya miaka 40. Mtu ni mgonjwa na mtu ni mnyonge. Hangetaka kwenda katika hiyo safari. Hallelujah. So in order for God to achieve and complete what I call wellness, wholeness, total healing and fitness, ili Mungu awe na jeshi kubwa linaloitwa Israeli, ili waweze kutoka Misri pamoja wakienda kwa nchi ya Canaan, God Almighty, one evening, He gave them one day, one meal. Hakuna hekima nyingine iliyotokea, hakuna ukarabati mwingine uliotokea, hakuna ujuzi mwingine uliohitajika, hakuna malaika wala jeshi lililohitajika ili hao watu watoke na waanze safari kwenda kwa hatima yao. Mungu aliwapatia chakula kimoja, one meal. Mungu akamwambia Musa awaambie wana wa Israeli, katikati ya kondoo zao na mbuzi wamtafute mwana kondoo asiye zaidi ya mwaka mmoja, asiye na madoadoa, asiye chongo, ambaye sio kiwete, ambaye hana udhaifu wowote. Wachunguze na wajue mwaka sio zaidi ya mwaka mmoja, na kisha baadaye wamchinje yule mwana kondoo. Na wakisha mchinje yule mwana kondoo ambaye ni innocent, ambaye hana hatia, waichukue damu yake waweke kwenye peshe, wachukue matawi ya miti inayoitwa hisopo, wachofye ndani ya ile damu, na wapake vizingiti na fumo ya malango yao. Na akawaambia pia nyama ya huyu mwana kondoo ataliwa usiku, ataliwa jioni ile, na huyo nyama itakayoliwa wataichoma, wataiteketeza, na hakuna kitu ambacho kinastahili kubakia. He gave them only one meal. Akawapatia chakula kimoja. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hicho chakula kimoja ndicho tunachoita siku ya leo the Holy Communion. Hicho chakula kimoja ndicho tunachoita siku ya leo meza ya Bwana. Hallelujah. Hicho chakula ambacho tunasherehekea wakati huu wa kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake, chakula ambao tunakiita the Holy Communion. Jina la Yesu na libarikiwe. Can somebody shout a better amen? Can somebody shout a better amen? So that was in the Old Testament. But in the New Testament, katika Agano Jipya, maandiko yanasema ya kwamba Jesus Christ, listen to this in Hebrews chapter 8 verse 16. In verse 6, inasema Jesus Christ was established. He came to establish a better covenant based on better promises. A better covenant. Ile ilikuwa ni agano la kale na wana wa Israeli. Hii ni agano mpya katika kizazi chetu. Yesu alikuja, he came to establish a better covenant that is based on better promises. Hallelujah. So it is important for us to understand ya kwamba usiku ule yeyote aliyesikia habari za Mungu kupitia kwa Musa, yeyote aliyesikia habari za Mungu kupitia kwa Musa, nyinyi mnaopuuza neno la Mungu, man shall not live by bread but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hatuishi kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu, bali kwa neno la Bwana. And look at this. Look
Hallelujah. All the weakness from their bodies disappeared. All the sickness disappeared. All the weakness from their bodies disappeared. Hallelujah. As we partake the Holy Communion today, I want you to partake it by faith. Nataka ushiriki damu ya Yesu kwa imani. Nataka ushiriki mwili wa Yesu Kristo kwa imani. Yesu akasema msipoinywa damu yangu na msipokula mwili wangu nyinyi hamna uzima. Naongea na wewe unanisikiliza. Kuna meza ya Bwana ambaye ni mwili wa Kristo. Na Yesu alituambia kwamba tufanye hivi kwa kumkumbuka yeye. Tufanye hivi kwa kukumbuka msalaba. Tufanye hivi kwa kukumbuka ufufuo wake. So I want you to understand and to reason with me. Ya kwamba out of one meal, chakula kimoja ambacho kilikuwa ni mwana kondoo wa kawaida na damu yake, wakati Mungu alimwambia chukua mwana kondoo wa kawaida na damu yake, na wakashiriki hiyo, maandiko yanasema ya kwamba hawa watu walitoka, hakuna hata mmoja katikati yao aliyekuwa mgonjwa wala aliyekuwa mdhaifu. Can I go back to the same scripture? The Bible says in the book of Psalms 105, he says 37, he brought them out. Mungu akawatoa Misri. The Bible says he brought them out with the silver and gold. Hata wakati Mungu aliwatoa, hakuwatoa waende kuhangaika tu. Hakuwatoa bila kitu, aliwatoa na dhahabu na fedha. Aliwapa kibali mbele ya wale waliowatesa. Aliwapa kibali mbele ya wale waliowafinyilia. Wakaenda kwao wakachukua dhahabu na fedha. Oh, there is power in the blood of Jesus Christ. Kuna nguvu siku ya leo unapoamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na pia unaposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Chochote ambacho adui alikuwa ameiba kinarejeshwa. Kwa uwezo wa damu ya Yesu Kristo, afya yako inarejeshwa. Amani yako inarejeshwa. Familia yako inarejeshwa. Akili timamu inarejeshwa. Chochote ambacho ulipoteza, adui alichukua, believe it from today, by the reason of the blood of the covenant, the blood of Jesus Christ, there is a restoration. Kuna urejesho siku ya leo. Inatangaza pokea. Pokea urejesho wako kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea afya njema toka juu ya kichwa chako mpaka chini ya miguu yako. Pokea watoto wako waliopotea kwa uwezo wa damu ya Yesu. Wale waliokuwa mbali wameletwa karibu na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hata wale watoto waliopotea katika dhambi na makosa yao, kuna urejesho. If only you believe. Maana pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Kuna urejesho siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Jambo ambalo linafurahisha moyo wangu ni hili, hata ninapoenda kushiriki meza ya Bwana saa hii, ni hili: when that meal was before the children of Israel, they never understood the impact and the power behind that meal. Am I communicating? Hawakujua na hawakuelewa, lakini wao walitii sawasawa na vile walivyoamini, na wakaanza kuyaona matokeo. Aliyekuwa mnyonge akawa mwenye nguvu. Aliyekuwa mgonjwa akapokea uponyaji. Jina la Yesu libarikiwe. Aliyekuwa dhaifu akatiwa nguvu mpya. Aliyekuwa amekataliwa akakubalika. Akakubalika kwa uwezo wa damu ya mwana kondoo. Israeli ikakubalika mbele ya wale waliowatesa. Israeli ikakubalika mbele ya wale waliowatesa.
wakawapatia dhahabu na fedha, wakawapatia dhahabu na fedha. Ninakutangazia siku ya leo, kuna kukubalika, umekubalika wakati damu ya Yesu inazungumza juu ya maisha yako. Nimeona clip wa China fulani wanawafinyilia na hata kuwabagua wa Kenya na watu kutoka Afrika walio kule China majira na nyakati kama hizi. Let me tell you, it can happen. Inaweza kutendeka. Wewe sio wa kwanza ukataliwa. Hata Yesu alikataliwa, lakini alikataa kujikataa. Alisema, I and my Father we are one. Akaambia wanafunzi wake ya kwamba mutatoroka, akawaambia wanafunzi wake mtatoroka kitambo kidogo, mtaniacha peke yangu. Lakini akawaambia sitakuwa peke yangu, Baba yangu atakuwa na mimi. Church and everybody out there, hata wakati wewe ni mhubiri mzuri na watu wanaukataa, wewe sio wa kwanza ukataliwa. Hata Paul alikataliwa, hata Yesu alikataliwa. It matters a lot. What do you do with what people say against you? Am I communicating? Yes, waambie wale waliokukataa wamepitwa na wakati. Waambie wale waliosema vibaya wamepitwa na wakati. Maana ingawaje mwanadamu alikukataa, kuna Mungu aliyekukubali. Na sote tumekubalika ndani ya Yesu Kristo. Somebody shout hallelujah. Amen. Kile kinachofurahisha moyo wangu, hata napoenda kula meza ya Bwana siku ya leo, hata nami naishiriki, ni kwamba ile meza ilipoandaliwa, they took one Passover meal. Wakachukua chakula hicho kimoja ambacho ilikuwa ni mwili wa Yesu Kristo, wakashiriki damu ya Yesu Kristo, and all sicknesses disappeared. I pray in the name of Jesus that as you partake in the Holy Communion today, as you partake in the body of Jesus Christ, and as you partake in the blood of Jesus, every sickness upon your body, I command every sickness upon your body in the powerful name of Jesus to disappear. By the reason of the blood of the covenant, let every complication upon your body disappear in the name of Jesus Christ. I pray in Jesus' mighty name, every complication, every tumor, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kifua, magonjwa ya mkondo, magonjwa ya high blood pressure, magonjwa yale ya sukari, magonjwa aina yote, unapokula meza ya Bwana leo, unaposhiriki mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, inatangaza ya kwamba let every sickness, let every disease be uprooted from that body which is the temple of the Holy Spirit. And he took every disease. Jina la Yesu na libarikiwe. So they took one Passover meal and all the sicknesses disappeared from their bodies, including all weaknesses, including all types of tiredness, including all the pain. It was replaced with divine healing. And suddenly, hallelujah, they had a new strength. And suddenly, they were ready to pack their bags and move out. And suddenly, there was a focus to go to the promised land now. Because the weak is strong. Let every man who is weak declare that I am strong in the Lord and in the power of his might. Hallelujah. Katika unyonge wao wakawa watu wenye nguvu. The same what God did to the Old Testament people, even through an ordinary kondoo wa kawaida, how much more in the New Testament? Sisi tuko katika agano jipya that is based and established on better promises. Jina la Yesu na lipewe sifa. Hallelujah. So they were all looking forward now to the journey. Immediately
They packed their bags, they packed their baggages, hallelujah, and they were ready to march out. I can assure you, today you are marching out. You are marching out of that rejection. You are marching out of that curse. Yes, unatoka katika hiyo laana. Unatoka katika hayo magonjwa. You are marching out strong in the Lord and in the power of his might. Hallelujah. In one night, a whole nation was healed. Kwa usiku mmoja, sio kijiji, taifa. Sio kijiji, taifa. Ninakupeleka pole pole uweze kunielewa. In one night, the whole nation was healed. Today, God is healing this nation. God is healing your family. God is healing your village. Wherever you are, in one night, through the body of Jesus Christ and the blood of Jesus, hallelujah, in one night, the whole nation was healed. What a meal. And it's the same thing. It's the same package that God has given us today at the cross. Kwa ule msalaba na kufufuka kwake Yesu Kristo. Mpe Yesu utukufu na sifa. Utukufu na sifa katika jina la Yesu. Hallelujah. So we are not going to suffer rejection again. Bwana Yesu na asifiwe sana. Maandiko yanasema Yohana Mbatizaji alipomwona Yesu alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. What is that? Calvary. That is Calvary. Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Huyo ndiye mwana kondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. In other words, ulimwengu uliokataliwa, ulimwengu uliotukataa, we are being separated. Tunapomwamini Yesu Kristo, hallelujah, kwa damu yake, Yesu alichukua dhambi zetu, akachukua masikitiko yetu, akachukua magonjwa yetu. We are not here to suffer again under the curse of the law. We are no longer, sisi wote ambao tuko hapa tunaosikiliza neno hili, maandiko yanasema ya kwamba hauko tena chini ya laana ya sheria. You are no longer under any curse, but you are under the blessings. Somebody shout hallelujah. Huyu ndiye mwana kondoo aliyechukua dhambi za ulimwengu. John the Apostle aliongea katika Yohana 5, Ufunuo 5, na akasema hivi, akasema ya kwamba kisha nikamwona yule mwana kondoo aliyechinjwa ambaye ni Yesu Kristo, na kwa damu yake akamnunulia Mungu watu wa rangi mbalimbali, wa makabila mbalimbali, wa rika mbalimbali, wa tabaka mbalimbali, akamnunulia Mungu watu. That is the blood of redemption. It is the blood that speaks redemption over our lives. We have been bought back. We don't belong to Satan. We don't belong to the world. We don't belong to ourselves. The price has been paid. Yes, the price has been paid, and we belong to God through the blood of Jesus. Can somebody shout hallelujah? So we don't suffer rejection. We don't suffer rejection. Rejection has been destroyed at the cross of Calvary. Sisi tuliokataliwa tumekubaliwa. Hallelujah. Kwa damu ya Yesu sisi tuliokuwa mbali tumeletwa karibu sasa kupitia kwa damu ya Yesu. Hakuna dini inayoweza kukuleta karibu na Mungu. Hakuna dhehebu inayoweza kukuleta karibu na Mungu. Hakuna itikadi ama mila zinazoweza kukuleta karibu na Mungu. Tumeletwa karibu na Mungu sasa. Tena sio tu karibu, sisi ni wa Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. We don't suffer rejection anymore. I command every backbone of rejection that has been affecting your life, I command it to be broken. I command it to be destroyed. Every backbone of rejection
over your family, over your foundations. I command it to be uprooted and to be destroyed in Jesus' mighty name. By the reason of the blood of the covenant, you don't suffer rejection. You have been accepted as a son of God. You have been accepted in the family of God. Can somebody praise the Lord and give him glory? Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. So the resurrected Christ is the mediator of a better covenant, which is established and based on better promises. Kuna mpatanishi mmoja tu kati ya mwanadamu na Mungu, na huyo mpatanishi ni Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna amani na Mungu. Sisi ambao tulikuwa na amani na Mungu, sisi ambao tulikuwa mbali na Mungu, tumeletwa karibu na Mungu. Tumekuwa wa Mungu, na Mungu anaitwa mtetezi wetu, anaitwa ngome yetu, anaitwa nguvu zetu, anaitwa msaada wetu wa karibu hata wakati wa mahitaji. Jina la Yesu na lipewe sifa. Hallelujah. So I want to thank God as I round up. Ninamalizia siku ya leo kusema hivi: kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka ya shaba kule jangwani, vivyo hivyo John 3:14, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Na Yesu alipoinuliwa, he offered us this. He offered his life. The life of every creature is in the blood. He offered his life. He offered us his blood. He also offered us his body. Hallelujah. That we may be able to have a meal called the Holy Communion with the understanding and revelation. Hallelujah. So Yesu alipopeana hii damu, when he offered his blood, it was an innocent blood. Jina la Yesu libarikiwe. It was a precious blood. It was a blood that was necessary. Hii ni damu iliyohitajika. Maana kulingana na maandiko wa Ibrania 9:22, bila umwagikaji wa damu, without the shedding of blood, there is no remission of sin. And anybody who is in sin is suffering rejection. Yeyote anaishi katika dhambi, anasononeka chini ya kongwa inayoitwa kukataliwa. He offered his blood to purchase us back. Innocent blood, precious blood. I have no time to elaborate on these things. Necessary blood. The innocent blood, it is ni damu ambayo ilikuwa haina hatia. The precious blood ilikuwa ni damu ya dhamana. The necessary blood ilikuwa ni damu sawasawa na Waebrania 9:22. Pasipo umwagikaji wa damu, the blood was necessary. Hii damu ilihitajika. Hii damu ilihitajika ili kuwe na ondoleo la dhambi. Wakati dhambi imeondolewa, what follows? Maandiko yanasema in Psalms 32:1, blessed is every man whose sins have been forgiven. Baraka hazianzi kwa kuishi mlimani. Baraka hazianzi kwa kwenda Europa. Baraka hazianzi kwa kwenda Marekani. Baraka zinaanza Zaburi 32:1. Amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi zake amesamehewa. Somebody shout hallelujah. So bila umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Jesus offered his blood that we may be accepted, that we may be counted blessed. Thanks be to God. Hallelujah. The Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in Christ Jesus. Hallelujah. In the heavenly places in Christ Jesus. In other words, tumebarikiwa kwa sababu tumebarikiwa kupitia kumwamini Yesu Kristo, kupitia kumkubali Yesu Kristo. The package of blessing is Jesus Christ himself. Thanks be to God who has blessed us with all spiritual blessings.
located in Christ Jesus. Bwana Yesu na apewe sifa. Wakati mtu amesamehewa dhambi, wewe unasikiliza kupitia kwa television, kupitia kwa mtandao. Wakati mtu amesamehewa, ana amani na Mungu. Hauhitaji tu amani na majirani. Hauhitaji tu amani na mke wako. Unahitaji kwanza kabisa peace with God. Because when you have peace with God, you end up walking in the peace of God. There is the peace of God and peace with God. Kwanza kabisa unahitaji amani na Mungu. Na kile ambacho kinaweza kukuleta karibu na Mungu na uwe na amani na Mungu ni damu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Hauwezi kuingia kwa nyumba yangu kama huna amani na mimi. If you are not walking, you are not at peace with me. You don't have a place in my home. You don't have a place in my family. Somebody say amen. The same way unahitaji amani na Mungu. Wewe unayenitazama na kunisikiliza siku ya leo, kwa kumwamini Yesu Kristo, the blood of Jesus will offer you peace with God. And where there is peace with God, there is the peace of God that surpasses all the understanding of men, that will linger over your mind and your heart in Christ Jesus. Hallelujah. So Jesus offered us the blood. Secondly, the blood of Jesus has restored us back to glory. There is a restoration of glory. Ule utukufu ambao tulipoteza, Adam na Eve walipoteza utukufu. Maandiko yanasema ya kwamba wote waliozaliwa baada ya Adam na Eve, the Bible says wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini siku ya leo, the blood of Jesus is able to restore us back to that glory. The glory of God is restored by the blood of Jesus. And may the blood of Jesus restore the glory of God over your life, over your family, over the nation of Kenya. In Jesus' mighty name. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Jesus came to restore back the glory that we had lost through Adam. Through the first Adam, we lost the glory. Through the second Adam, Jesus Christ, there is a restoration of the glory of God. May the glory of God be restored over your ministry, over your career, over your life, and over your family in Jesus' mighty name. Maandiko yanasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wakati umesamehewa dhambi zako, wakati umeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, kuna urejesho ambao unapata, nao ni urejesho wa utukufu. Mahali kulikuwa na aibu, there is the glory of God that will cover that place. May the glory of God cover every shame over your life in Jesus' name. May the Lord God today restore you back to the glory. Bwana Yesu na asifiwe sana. And the Bible says, jambo la tatu ni kwamba he gives us life, new life, and destiny that cannot be stopped. Hallelujah. Yesu Kristo amekuja kutupatia uzima. Mwili shetani haji. Kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuharibu, na kazi yake ni kuua. Lakini Yesu amekuja ili tuwe na uzima, na tuwe na uzima wenyewe katika utele. Wakati huu wa swala hili la corona, janga hili ambalo limegonga dunia mzima, jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema mpumbavu anasema hakuna Mungu. It is only a fool who can say there is no God. Lakini wewe unanitazama, nataka uelewe hivi, Mungu yuko. And God has offered us a remedy. God has offered us the way out. And the way out is through the Lamb that was slain, Jesus Christ, to break the seals. Shout hallelujah. Yes, yule mwana kondoo aliyechinjwa katika agano la kale ndiye aliyekuwa mwanzo wa wana wa Israeli kutoka. Na sisi pia huyu mwana kondoo aliyechinjwa miaka 2000 iliyopita ambaye ni Yesu Kristo ndiye mwanzo wa sisi kutoka
mahali ambapo adui alikuwa ametuweka, chini ya laana ya umaskini, chini ya laana ya kukataliwa, chini ya laana ya dhambi, chini ya laana ya umaskini. Damu ya Yesu, mwana kondoo huyu aliyechinjwa, alichinjwa ili tukaweze kutoka. The Bible says in Psalms 105 and verse 37, he brought them out. Today, Jesus is bringing you out. Today, our Heavenly Father is bringing you out. By the reason of the blood of the covenant, by the reason of the body of Jesus Christ that we partake today, I want you to believe, God, that you are coming out of that curse. You are coming out of that sickness. You are coming out of that bondage in the name of Jesus Christ. When the Lord brought out the captivities of Zion, back to Zion, it was as if we were dreaming. We are coming out of this corona in the name of Jesus Christ. We are coming out because greater is He who is in us than who is in the world. Believe it, you are coming out. Your ministry is coming out. Your family is coming out. Every bondage is broken today. I declare every rejection is broken today. Every root of rejection has been uprooted today in the name of Jesus Christ. You are coming out. Wewe sio yule waliokuwa wanajua mbeleni. The Bible says, if a man be in Christ Jesus, he's a new creature. The past has gone and the new has come. You are coming out in the name of Jesus. Believe God wherever you are. Muamini Yesu Kristo mahali uliko, maana yeye ndiye ufufuo na uzima. Akamwambia Mary na Martha, Martha, sikukwambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu, maana mimi ndiye ufufuo na uzima. Yeye ndiye ufufuo na uzima. Maandiko yanasema Kristo alikufa msalabani ili tukaweze kuishi, akafufuka siku ya tatu. Yeye ndiye ufufuo na uzima. Ninatangaza ufufuo na uzima. I pray for the manifestation of the glory of God over your life. I pray for the manifestation of the resurrection power of the blood of Jesus over your life. I pray for the manifestation of the grace and the power of the blood of Jesus over your life and family. In Jesus' precious name. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri ya utukufu. Mpendwa msikilizaji, wale ambao tumekuwa privileged kuwa hapa kanisani, wachache wetu, na wale ambao wako kule wanaonisikiliza kupitia kwa television, kupitia kwa mtandao mwingine, nataka uelewe ya kwamba there is hope. Nataka uelewe ya kwamba kama vile Musa alipowapa watu wa Mungu tumaini kule jangwani, wakati nyoka aina mbalimbali walikuwa wanawauma wana wa Israeli na wanakufa, Mungu akamwambia Musa, inua nyoka ya shaba jangwani. Yeyote atakayetizama na kuamini, hata nyoka hao wengine wakiuma hawatamdhuru, hawatasababisha mauti. The Bible says in John 3:14, vivyo hivyo mwana wa Adamu, Yesu Kristo hakuwa na budi kuinuliwa. We are looking at Calvary. Tunaangalia Calvary, mahali Yesu alisulubishwa. Tunaangalia kaburi ambalo alifufuka na akashinda mauti. Na yote haya aliyafanya kwa ajili yetu. Na ndio sababu siku ya leo we are no longer under any curse. We are under the grace. We are under the blessings of God. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya familia yako, inaweza kuwa ni sehemu ya nyumba yako, inaweza kuwa ni sehemu ya maisha yako mwenyewe, kama utamwamini Yesu Kristo. Nataka nizungumze na wewe. Maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo alikuja kwa walio wake na walio wake wakamkataa, lakini wote waliomwamini aliwapa uwezo wakafanyika wana wa Mungu. The Bible says in the book of 1 Corinthians chapter 11 and verse 23, as Paul was speaking to these people in Corinth concerning the Lord's Supper. Verse 23, the Bible says, for I received from the Lord that which I also delivered to you,
that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." My Heavenly Father, in the name of Jesus, I bless you for this bread. And I bless you because, as your word says, you took bread, and after you have given thanks, you broke it. And you said, "Take and eat, for this is my body that is given for us." Father, today, with all humility and thanksgiving, we bless you for the body of Jesus. Because we have come to understand what the body of Jesus Christ stands for in our lives. You gave the children of Israel one meal, the body of the lamb that was slain. And the same way, Lord, you have given us the body of Jesus Christ. And today we are partakers of the body of Jesus Christ. And Father, we are the beneficiaries. We have received today, as we take this body, all the provisions that accompanies the body of Jesus Christ. Thank you because of this meal. We receive it with thanksgiving in Jesus Christ, our Lord. Amen. This is the cup, O God. This is the cup in the new covenant in your blood. Thank you, Jesus, because of your blood. And thank you, Father, because out of this cup and out of this meal that you have given us today, we declare, Heavenly Father, that from today, every work of the enemy against our lives has been destroyed by the reason of this cup of the covenant. And as we partake it, O God, we are stepping out to our destiny. We are stepping out strong. We are stepping out forgiven. We are stepping out sanctified. We are stepping out energized and strengthened. We are stepping out to face the world, because now we have the life of God in us. Thank you, Jesus, because you say, "Verily, verily, I say unto you, that whosoever does not eat my body and take my blood shall have no life." We thank you because we have the life of God in us through the blood of Jesus and through the body of Jesus. We do this in remembrance of you with all thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. You can now take the Holy Communion if you are at home. Kama uko nyumbani, if you are here, you can now take the Holy Communion and give thanks to God as you partake that Holy Communion. They took one meal and the enemy was silenced. May the Lord silence every enemy of your destiny through that one meal in Jesus' precious name. Amen. Nataka niombe na wewe. Je, wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanasema, Bishop Mwene, omba na mimi. Nahitaji Yesu katika moyo wangu. Nahitaji Yesu katika ndoa yangu. Nahitaji Yesu katika maisha yangu. Nahitaji Yesu katika maisha yangu. If you are there, I want you to raise up your hands as we pray together with you in Jesus' name. Omba maombi haya nyuma yangu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimeteseka chini ya laana na kukataliwa. Lakini siku ya leo nimetambua ya kwamba damu ya Yesu Kristo imeweza kuja na kununua na kuondoa kila namna kukataliwa katika maisha yangu. Na siku ya leo ninamkubali Yesu Kristo. Ninamwamini Yesu Kristo. Ninamwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana wa Mungu, na kwamba alikufa msalabani na siku ya tatu akafufuka.
na siku ya leo ninamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ikiwa umeomba hilo ombi, may the Lord bless you greatly. Tunaitwa God of All Grace Worship Center. Tunakutana hapa Kapchembwa, katika mji wa Kapchembwa, Nakuru County. Majina yangu ni Bishop George Anthony Mwene. Tunakukaribisha sana katika jina la Yesu. Hivi punde swala hili la corona litazimwa. Tutarejea tena katika ibada zetu na Mungu atapata kutukuzwa kupitia kwa maisha yako. Ikiwa umeomba hayo maombi, na ikiwa kuna yeyote hapo nje ambaye anahitaji lolote na ungelipenda Mungu apate kulishughulikia, kuna Mungu anayeona, kuna Mungu anayesikia kilio chako, na kuna Mungu anayehusika. Ninakupatia nafasi hii, mtwike Mungu mahitaji yako yote, maana yeye atashughulika na kile hitaji. Hebu tuombe pamoja katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa sababu ya walio hapa ndani. Nakushukuru pia kwa sababu ya wasikilizaji mahali popote wanaponisikiliza. Mtakatifu wa mbinguni, umesema tusijisumbue kwa jambo lolote, bali mahitaji yetu yajulikane kwako. Tunakutwika mahitaji yetu yote, mahitaji ya kijamii, mahitaji ya kikazi, mahitaji ya kiafya, mahitaji ya kindoa, mahitaji ya kifedha, mahitaji ya kimawazo, mahitaji ya kifamilia. Tunayaweka yote mikononi mwako, maana kama vile wana wa Israeli walilia na wewe ukasikia kilio chao, ukashuka na ukapata kuwashughulikia, nasi pia tunakushukuru maana umesikia mahitaji yetu na Baba unashughulika. Na kwa damu ya mwanao Yesu Kristo, ni asante maana Bwana umetupatanisha. Ni asante kwa amani tulionayo, na ni asante maana kupitia kwa damu ya Yesu Kristo kila laana imevunjwa. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo kila kukataliwa kumebomoka. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, maandiko yanasema Kristo alifanyika maskini ili tukaweze kuwa matajiri. Baba, ninatangaza ya kwamba laana ile ya umaskini imebomoka na kuvunjwa katika jina la Yesu Kristo. Kupitia kwa Yesu Kristo na damu yake, kule kukataliwa hakumo tena. I declare you are accepted. I declare the Lord has accepted you. I declare your family is accepted. I declare your ministry has been accepted because of Jesus Christ. Thanks be to God who always gives us victory. Thanks be to our Heavenly Father who always gives us victory through Jesus Christ our Lord. May the Lord bless you. May the Lord favor you. May the Lord increase you. And until next time, God's grace to rest upon you and God's protection to rest upon you. In Jesus' mighty name. Thank you, Mungu kubariki. Amen and amen.